Ripoti kutoka Wizara ya Elimu inaonyesha kuwa takriban zaidi ya vijana 3,000 wanaopaswa kujiunga na elimu anuai katika kaunti ya Trans Nzoia hawajafanya hivyo kwa kukosa ufahamu wa umuhimu wa elimu hiyo. Wanaongozwa na dhana kuwa elimu hiyo haina umuhimu wowote. Exams are approved pamoja na Kenya National Examination Council. So mitihani ambayo wanafunzi wetu wanafanya ni zile approved by the Ministry of Education, State Ministry of Education, and they recognized in Kenya and they recognized in the world. Takwimu zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya wafanyakazi katika sekta tofauti humu nchini huchangia pakubwa na wanaohitimu katika taasisi ya vyuo anuai, huku wanaohitimu pia wakijibunia nafasi za kazi. Na utakuwa unapata pesa ukiwa ukijiajiri wewe mwenyewe. Ya pili, ukishajua kwanza ukitumia kama hizi mashini ambayo tuliletewa juzi ya stima. Kujua kutumia pia hiyo, unaweza kuajiriwa na company. Kutokana na umuhimu wa vyuo hivi, serikali ya kaunti ya Trans Nzoia imejenga zaidi ya vyuo 25 ili kuwapa fursa wanafunzi ambao hawakupata nafasi ya kujiunga na masomo ya sekondari au chuo kikuu kujipatia ujuzi na kujipatia nafasi ya ajira. Tumepea equipments na tumesema katika kaunti yetu ya kwamba hizo vyuo vya anuai wanafunzi wapewe basari. Na katika kila wodi kuna milioni 4 ya basari. Katika eneo la Cheptenden tunakutana na Dennis Simatwa ambaye ni mwanafunzi anayejifunza kushona nguo. Baada ya kupata mafunzo chini ya miezi 3, tayari ameanza kujipatia mkate wake wa kila siku kutokana na ujuzi huo, japo hajahitimu. Dennis anasema ingawa hakufanikiwa kujiunga na shule ya upili, hakukata tamaa ya kutimiza ndoto yake. Kwa siku kama watu wataleta repair kwa wingi, tutapata kama 500. Naona hiyo inasaidia. Wengi hawajaona umuhimu ya elimu ya vyuo anuai. Lakini kwake Dennis tayari ameanza kushuhudia matunda ya ujuzi aliyopata katika chuo anuai cha Cheptenden, eneo bunge la Endebess. Colin Shitiabai, Nipashe Wikendi, kutoka kaunti ya Trans Nzoia.